Karibu tena mtazamaji na shukran sana kwa kuwa nasi kwenye hiki kipindi cha Kimasomaso, mada yetu ikiwa ni magonjwa ambayo yanashirikishwa na ushirikina. Hii leo tukiangazia ugonjwa wa kifafa. Tunaye Fred Kiserem ambaye ameathirika na ugonjwa huu wa kifafa, anatuelezea kisa chake, mambo ambayo amepitia baada ya kuambiwa kwamba ana ugonjwa huu, na vile vile tunaye Dan Mgera ambaye ni mshauri nasaha. Dan, mtu akija kwako kwa mfano aambiwe akiwa ni mgonjwa wa kifafa na amekataa kukubali hali yake kama Fred alikubali. Kuna wale ambao wanapata ugumu kukubali. Akwambia na mimi pengine ni uchawi ama ushirikina, utamwambia nini? Tunampeleka katika ushauri. Kuna mbinu tofauti za kuweza kumshauri mtu kiasi cha kumleta katika kiwango cha yeye kuweza kukubali ya kwamba huu ni ugonjwa na nastahili nichukue mkondo tofauti wa kutafuta usaidizi badala ya mimi kuamini kwamba nimerogwa. Kuna therapy tunaita cognitive behavior therapy, ambapo tunasema mara nyingi inatokana na mawazo yako mwenyewe yanakusumbua na umetengeneza itikadi zako ambazo zinakusumbua wewe. Sasa ni vipi huyu mtu anasumbuliwa, zile itikadi zinakusumbua na kukusababisha wewe kupata kuwa na wasiwasi wa hali ya juu. So ni vipi tunaweza kuzivunja hizo itikadi, kukufikisha katika kiwango ya wewe kuanza kukumbana na zile itikadi na kuzikataa, alafu kufika katika kiwango cha kuanza kutengeneza filosofia mpya ya maisha kusudi uweze kuwa na malengo ya kutafuta usaidizi. Sasa hiyo ni moja ambayo husaidia watu sana, maana utapata kwamba sisi wanadamu ni viumbe dhaifu, viumbe ambao tunafuatilia mkondo wa mawazo yetu. Tunasema mwanadamu jinsi tabia zake zilivyo ni kutokana na jinsi anavyofikiria yeye mwenyewe. Na hii itikadi ya kwamba umerogwa inakuja hapo hapo, ya kwamba unafikiria kwamba umerogwa, na kwa sababu hiyo unaanza kuwa na wasiwasi mwingi na kujitengenezea ulimwengu wako wa kivyako ya kwamba haya matatizo ni kwa sababu ya mtu fulani ama watu fulani ama vile ambavyo nimeambiwa. So ukishaanza kubadilisha ile, inakutuliza mawazo. Maana ugonjwa wa kifafa kama unavyoona hautaki mtu ambaye ana wasiwasi. Ukiwa na wasiwasi inaleta trauma, na trauma inashtua ubongo wako na unajipata kwamba umeanguka chini. So hiyo ni muhimu sana, ambao tunasaidia watu katika hicho kiwango. Mimi mwenyewe niko na kakaangu mdogo ambaye yeye amepatwa na ugonjwa huu akiwa mkubwa. Anayenifuata ambaye ndo last born wetu. Na nilichukua jukumu sana la kwenda kuangalia hii shida hasa imetokana na nini. Na kaangalia je, inaweza kuwa ni vileo vile anavyotumia sasa vimefikisha katika kiwango, na ile kazi anayotumia kwa sababu ni kazi ya usiku mchana, kuchoka sana, sasa imefanya mtu hana wakati, hali lishe bora, hapumziki, unapata kwamba amefika katika hicho kiwango. Na tukampeleka kwa daktari, kwa ile akamuona neurologist, daktari wa ubongo, akamwangalia na akampatia madawa. Tembe moja kila siku. Sijui kama za Fred ni hivyo hivyo. Tembe moja kila siku. Na kwa miezi kadhaa ikatulia kabisa. Lakini alipoacha kidogo kwa kukosa kuwa na wajibu wa kujirudisha kwa daktari, ukapata yale matatizo yakarudi tena. Kwa hivyo ni matatizo ambayo anaweza thibitiwa. Mtu akiweza kufuatilia maagizo yale ambayo anapatiwa na wauguzi. Fred, daktari alisema kwamba ugonjwa huu unatokana na pengine mtu kupata ajali, kupata majeraha, pengine kugongwa. Je, kuna wakati ambapo umehusika katika ajali ama umegongwa na kifaa butu kwenye kichwa? La. Hakuna wakati nishapata accident ama nishafanyikiwa kitu chochote. Ni vile tu nadhania joto ya huko Iraq na pia working conditions, sababu huko unajua nilikuwa nafanya night shift na sijawahi fanya night shift. Sasa I think pia hizo ndio zili trigger, ndio ikakuja hii kifafa. Hata daktari neurologist wangu aliniambia pia hiyo kufanya kazi masaa mingi na ni usiku na nafaa nilale usiku, pia hiyo ilitrigger. Ndio. Gharama ya ugonjwa huu ni ipi? Hiyo dawa unayomeza ni bei ghali ama si? Dawa na meza ni pesa mingi, inaitwa Levipill 250, na let's say packet moja ina cost karibu 4,000 hivi ama 5,000. Hiyo packet iko na tembe ngapi? Iko na tembe ya 30 days. So tuseme kwa mwezi mmoja unatumia shilingi 4,000. Ugonjwa huu umekuathiri vipi kijamii? Je, umeoa, una watoto ama hauna mke na hauna watoto? Bado sijaoa, lakini natarajia Mwenyezi Mungu atanipatia mchumba. Lakini sasa hii ugonjwa imefanya hata sasa hii unaona kama mambo kama ya driving siwezi fanya, mambo kama hizi kazi manual siwezi fanya sana.
yani kazi ya kuchokesha sana ya kupatiana tension siwezi fanya. So imefanya kazi yako ile ambayo umesomea ambayo una ujuzi nayo pia huwezi siwezi fanya. So itabidi ni retreat. Nikitaka kukaa sana kwa hii dunia itabidi ni retreat nifanye kazi ile yenye maybe ya management. Kama sasa najihusisha na volunteering ya peace, mambo ya peace, kwa sababu vile niliona Iraq mambo ya vita na nini, nikasema pia nataka nifanye volunteering na peace. Tena nafanya hii research na nataka pia Mungu akinisaidia nifungue foundation ya epilepsy. Manake pia nimeona watu wengi wakisumbukana sana, especially Marisafu na pia huku mitaa. Mwelekezi wangu ameniuliza umepata mchumba ama ndio unatafuta? Hawezi jua, kunaweza kuwa na watu wanakuangalia wanasema Bwana Fred inaona anaweza akakukwachua. Kwa saa hii naweza sema niko na girlfriend lakini ndio anaendelea tu kunipima, ile tunapimana but nimemwambia January mimi naoa. Sasa nimempea ultimatum. Ndio. Umemwambia kwamba una ugonjwa huu? Anajua. Anajua, hata nilimwambia nakuja interview leo. Ndio. Umejipata ukitengwa na watu kidogo, pengine ukipatana na watu unazungumza, ukishasema kwamba una huu ugonjwa, mtazamo wao kidogo unabadilika kuhusu? Sana especially ushago. Wakati nilienda ushago na watu wakajua niko na hii ugonjwa, unajua ili happen, nilienda huko alafu nikaenda nikajienjoy, nikaburudika na cousins wangu. Kabugia kidogo. Sasa sikumeza dawa na sifai. Sasa kwenda kulala nikaanza kupata conversions, alafu nikapeleka hospitali. So sasa asubuhi ndio wakati najijua, naambiwa na watu wengine ati kwani ulirogwa, kwani ni urogi, ni nani walikuroga, na wewe ndio sasa hii maisha yako imeanza kuinuka, kwani shida ni nini? So nime-encounter mashida kama hizo. Ndio. Pengine Dan, nikikuuliza visa vya ugonjwa huu wa kifafa ni vingi ama si vingi? Kuna watu wengi wanajitokeza wanakuja kwako, ama kidogo watu wanaogopa kujitokeza na kusema wana ugonjwa huu, hasa vile kuna dawa, mtu anaona heri ameze tu dawa na nyamaze, lakini ndani anaumia. Matatizo ni mengi kwa Afrika kwa sababu tunaficha magonjwa. Watu wako tayari wafiche magonjwa, wapeleke watu kwa waganga, wajaribu kuganguliwa, hawataki kujitokeza, na ile hali ugonjwa kama huu unaweza thibitiwa. Jambo lingine ningependa kuongezea Mary ni kwamba hata kwa magonjwa ya akili kuna watu wengi sana ambao ni akili punguani unakutana nao barabarani. Si kwamba wamerogwa, ni jamii zao zikuchukua jukumu za kuwapeleka hospitalini mapema ili ile hali iweze kudhibitiwa. Ama pengine sasa wakipata dawa pengine hali yao itakuwa bora. Wakithibitiwa mahali kama Mathare, waweze kupelekwa katika yale madawa, watafika katika kile kiwango cha kurudi katika hali yao ya kawaida na kunyonyesha. Sasa ndio hiyo shida inakuja kama kwa magonjwa pia ya kifafa. Nakumbuka nilipokuwa mdogo nimeona vijana fulani tukicheza nao ambao walikuwa na hiyo shida, unapata anaanguka, anapepesuka pale, alafu mwishowe atachukuliwa, atapatiwa dawa, atatulia. Sasa lazima tuelewe kwamba haya ni mambo ya kawaida ili tuweze kuyadhibiti katika njia inayostahili. Jamii yetu haitaweza kuendelea ikiwa watu wamekwenda shuleni katika karne 21 lakini bado akili zao ziko karne sijui ya 17 huko nyuma, mbali sana enzi za mababu, wakati ambao kuna matibabu ya magonjwa kama haya ya kuweza kusaidia watu. Hapo ndipo Mwafrika naweza sema amekumbwa. Yuko katika njia panda. Mambo ya kileo, mambo ya matibabu ya kileo, na pia vile akili yake imerogeka. Naweza sema akili za Afrika wengi zimerogwa tayari, ya kwamba wakiona jambo lolote, matatizo yote yanayowakumba, hata leo hapa kazini utapata kwamba ukianza kupata mikosi hivi na watu wanakusema mara umeitwa umepatiwa suspension letter, kidogo unaanza kuona kuna mtu ananiendea vibaya. Hiyo ndio shida ya Waafrika, na nataka tutoke katika hiyo hali, tuelewe kwamba kuna mambo mengine ni mambo ya kisaikolojia, ni mambo ya kijamii, na ukienda katika ushauri na ukienda hospitali utapata matibabu na itakuwezesha wewe kuishi maisha yako ya kawaida. Dan, kuna Margaret Nyawera ambaye amepiga simu kutoka Nyeri. Acha tuzungumze naye alafu turejee kwako kwenye hiyo hoja ambayo ukisema. Unajua kuna mtu akiambiwa aende uone Dan Mgera anaona wamesema yeye ni mwenda wazimu. Kabisa. Utatuambia kuhusu hilo. Margaret, hujambo? Hujambo. Karibu kwenye Kimasomaso. Asante. Zungumza nasi. Nina swali nauliza. Naam, uliza. Je, kabla ya kupata ile fix, mtu anaweza kuwa na hisia fulani mara tu kabla tu ya kupatwa na ile fix? Mtu anaweza kujua kuwa na hisia fulani?
kama warning. Naam, asante Margaret. Salia Asante. papo hapo, jibu unalipata sasa hivi. Umemsikia Margaret, weza kumjibu tu sasa, anakusikiza. Swali lake ni can you sense? Unaweza sense kama inakuja Nina feel, naweza feel. Daktari aliniambia wakati sasa venye niko na hii epilepsy nafaa nijijue kabisa. Na nikisikia any movement kwa mwili nafaa nijue niko na shida. Na hapo nikisikia mwili inaanza ni kama najivuruta nafaa nikae chini. Na so unafaa ukue very careful. Ukisikia tu any movement kidogo yenye inaanza kusumbua unafaa ukae chini. Kama mimi ndio nikuja kuvunjika mkono, nilisikia inakuja, lakini niliona labda haitakuja mzito sana. Badala nikae chini, nikasimama. So ile harakati ya kusimama ndio nikaanguka. So mwenye anapiga simu anafaa juu ukisikia any small distraction, heri tu kae chini uavoid mambo mingi. Because unaweza sema ati labda ni kadogo itakuja tu iende na ikuje na ipite na wewe. Na ukisikia na umeze dawa, ama dawa ukishameza asubuhi ndio hivyo? Dawa ukishameza asubuhi ndio hivyo. Yeah. Na kuna uwezekano wa kumeza dawa na ije? Kuna uwezekano unaweza, daktari aliniambia kuna uwezekano unaweza meza dawa na ije. Unajua sometimes pia unaweza tembea, labda tension iko nje, maybe uko na akili ziko mbali na unajua kitu hitaki unafikiria tena sana. Uko hapa kule, inaweza kuja. Dana na swali. Ndio. Ushawahi kuhisi hivi pengine na uko barabarani, pengine unavuka barabara, ama uko mahali ambapo ni mahali pa hatari, kuna magari ama kuna mashimo ama uko juu ya ngazi? Kama sahi sipendi kwenda mahali kuna maybe magorofa ama nini, lakini let's say nishasikia siku moja nikienda kuvuka barabara inataka kukuja. Kenya nilifanya, nilirudi tu nyuma kwa watu wa gazeti, nikakaa chini. Na nikakaa chini, after like 2 minutes ikaenda. So nikitaka kujua nasikia tu vile mwili yangu ina react, najua something is not right. Kwa hivyo sasa wewe mwenyewe pia unaelewa. Sasa inaweza control. Na ukihisi inakupa muda gani kabla tuseme ikupate something? Okay, inakupa kama masekundi. Ni sekunde? Ni masekundi. Jamani, so unajua mwili ina react haraka sana. So inakupatia let's say like a minute. Inakupatia kama minute. Kama venye mimi nilikuwa karibu kuvuka barabara, ilibidi nirudi nyuma na nikae chini pale kwa gazeti. Na after that ikashuka na ikaenda kabisa. Ndio. Unajua tukimalizia nimuulize hivyo kwa sababu ni hatari sana. Unaweza fikiria mtu anataka kuvuka barabara alafu impate akiwa pale na anguke na barabara na gari ndio hiyo imekuwa. Nafikiri swali lako lilomuuliza daktari kwamba kifafa kinaua watu sana, sio kifafa kinachoua, lakini nafikiri pale kinapokupatia basi ndio inasababisha kile kifo. Maana ukiwa uko kwenye juu ya gorofa kikupate utaanguka na uko peke yako. So si kifafa, lakini pale ulipokuwa katika hiyo. Nakumbuka kulikuwa kuna jamaa fulani, mwalimu zamani, alikuwa na ugonjwa huu wa kulala huu. Unaitwaje sijui? Ugonjwa wa malale. Kuna ugonjwa fulani wa kulala una jina lake la kimombo. Lakini sleeping sickness. Sleeping sickness. Unapata yeye saa zingine unampata na anavuka barabara. Anasema siku moja anavuka barabara, katikati ya barabara tu usingizi ukaja. Sasa dereva anampigia honi, ndio inamshtua. Sasa magonjwa kama hayo, unajua watu wanaweza kukimbilia kusema kwamba umerogwa ama mambo ya kuendea vizuri ama pengine ulifanya kitu kibaya, sasa mizimu inakufuata ya mababu. Watu lazima waelewe kwamba dunia imebadilika na kuna magonjwa mengi yanayosababishwa na shida tofauti. Ni vizuri watu waweze kukabili hali vile ilivyo na kuweza kusaidia wale ambao wamekumbwa katika hiyo hali. Maana wakizidi kufanya hivyo inamfanya yule mtu anakuwa stigmatized, anajihisi kwamba ametengwa. Asante sana Dan. Mwelekezi wangu ananiambia muda wetu umekwisha. Shukran sana Dan Mugera, na vile vile mgeni wetu wa leo ambaye ni Fred ameweza kutupa kisa chake. Mtazamaji, natumai kwamba umeweza kufaidika kwa njia moja au nyingine. Shukran sana kwa kuweza kuwasiliana nasi kwenye mtandao wa Twitter. Swali letu lilikuwa ni je, ugonjwa ama unaamini kwamba kuna magonjwa ambayo yanashirikishwa na ushirikina? 40% mmesema ndio, 39% mmesema la, na 21% mmesema hamjui. Na mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Tutaonana Mungu akipenda
wiki ijayo, iwapo Lofty atakuwa amerudi. Kama hajarudi tutaendelea, lakini tutakutana katika dakika chache hivi kwenye taarifa za KTN leo weekendi. Katika sehemu ya pili hii leo tunaye Shari Martin, na muona ashafika kwenye studio. Hii leo ni kuimba tu, usikose kuwa nasi kwenye makala. Jina langu ni Mary Kilobi, tukutane kwenye taarifa za KTN leo weekendi, na shukran sana kwa kutazama Kimasomaso.